because I could not finish on the 14th kwa sababu ya wakati. Now I made a few things, I made a few statements which are necessary for me to touch so that I proceed with what I'm supposed to share with you. I said you remember that an altar is a point of contact between human and deity. Anywhere there is that contact is an altar. Ukiona watu wanajaribu ku contact and deity, a spirit being, that becomes an altar. Now, every time you find one's covenant, oath, swearing, blood, or sacrifice used, or vow, is talking about an altar. Ukikuta hiyo maneno, even if the word altar is not used, it's talking about an altar. There is a contact in the spirit world. Now, when I began to share with you, I said most stubborn problems in life have a source in an existing or active altar which is demanding service or demanding sacrifice. Shida zile ngumu zinachekelea maombi, zinatokana na madhabahu somewhere, na hiyo madhabahu labda inaitisha dhabihu kwa sababu wamekosea kuleta dhabihu. Na ukicheki kulikuwa na hayo mambo zamani. Unaona mvua ikikosekana, wazee wanaenda kwa mlima, wanaenda kuchinja mbuzi, na mvua ilikuwa inanyesha. So most stubborn problems, I've never taught on this in details. In fact, Bishop Mandani provoked me. One time nilikuwa nakula kaniambia, Bishop, kanisa ya Naivasha inataka kukuita ufundishe mambo ya altars. Altars na foundations. And now it was in my heart to begin sharing with you in the new year. So hii mambo lazima uende Father, utafute vitabu, ununue, usome Biblia, utafute uso wa Mungu. Kwa sababu ukiwa una shida ambayo imeshinda maombi, imeshinda fasting, hiyo kuna madhabahu pale. Kuna madhabahu. Kuna wakati kulikuwa na accident hapa Nili, watu wakakufa, wakachinjwa hapo. When people came to see, they found no blood. Then mtu mmoja alikuta nyoka hapo ikimeza ndani, nyoka kubwa hapa Nili. Sometimes I wonder why some places are black spot for accident. A question came to me one time. Were those people compensated by the government when their land was taken? There are few things I may ask the government to give back our lives. If those people are not compensated, walilie Mungu au waende kwa mrogi. Unajua the operation are the same. Wanaweza kupata shinda hiyo gari sikipitia wapi? I got that question there. So most of the stubborn problems which divide prayers, they have a source on an existing altar somewhere. Then I gave two national problems in Israel. One was famine in Israel. Kulikuwa na famine. The book of First Samuel chapter 21. For 3 years Kivatana didn't inquire of the Lord. I love that. Hakuna mtu angeuliza. Kuna shida zingine ambazo kwa maisha yako hakuna mtu unaweza kuuliza. You have to go to God. Kwa sababu wale wote walikuwa na hiyo information walikufa. For example, if your great grandfather alizaa great grandfather wako through msichana wake, nani atakwambia hiyo? Na watu wakizaana nyumbani, hiyo mambo ya izungumzwi. Mzee anasimamisha kila kitu, anasema achana na yeye. Akisema hivyo utauliza baba ni nani? Sasa watoto wanazaliwa hapo, hiyo sosi ya shida zako nani atakwambia? Hakuna mtu atakwambia because mzee amekufa. Na atuambia mtu yeyote ni yeye alizaa na msichana wake. Na watu wakujua, it will take God to
to show you kile kinakukula. And that's why people who seek in God, they are in charge of their destiny. Well, wanaomba. So there was famine. We talked about that. I don't go to an extent. God told them it's because of Saul and his bloody house. Saul alipoua Gibeonites. Agano, blood. Agano there, madhabahu. Hiyo madhabahu inatisha damu. Kwa hivyo watu wanakufa kwa sababu ya njaa. So what was the answer? 7 sons of Saul, grand sons, wakachukuliwa, wakawekwa kamba. They were hanged. Sacrifice again. The one which was being demanded. The famine ended. Very strange. That was a national problem. A national problem. And most of the times, unaona njaa Kenya is usually after elections because of bloodshed, tribal clashes. Watu wakikufa sana, damu imwagike. Hiyo mwaka unafuata njaa. Check uone. After elections, huo mwaka unafuata njaa. Well, you can, that's for you to think. The other national problem was a plague in Israel. 1 Chronicles 21 verse 1 to the end. Daudi alifanya makosa, akahesabu wana wa Israeli, ikawa shida, plague ikaanza. Daudi akalia, akasema ni mimi nimekosea. Hao watu wanauawa, Mungu wanakufa kwa nini? God never answered it. Nimwambia naweza kufanya makosa hapa. Ukingonja bishop's house igongwe na ikufe, haitakufa. Kwa sababu kile nafanya nilikuwa nafanya for your benefit. Whatever mistake I do, nafanya for your benefit. Kwa hivyo maombi ya leaders, wewe uombe leaders. Uombe leaders. Wakifanya makosa ni utaongo. When the church is well, your life will be well. Because from the altar, things will be released upon your life to secure you, to protect you, and to guard your life. Lakini kanisa ikiwa disturbed, watu wanaanza kukufa. Kama sasa those people who manage 21 days, nataka tusiye roho ya kifo kwetu, kifo. Nataka tupambane na hiyo. Sitaki kumwambia nyote, you have Wednesday or Saturday or both. You can take Wednesday and Saturday on your own, or take your one if you are not able. Lakini wengine nataka mchukue Wednesday included and also Saturday included, 3 days. Tusuie roho ya kifo. Tusingonje watu wakianza kuchukuliwa one by one ndio tuanza kukimbia kuomba hapa. Mimi sitaki hiyo. Sitaki hiyo. Watu wakianza kukufa ndio kanisa inaamuka kuomba na kufast. Sitaki hiyo. Nataka tupambana na hiyo roho ya kifo. Because it is all over. It's hovering over the nations. Sijui kama Mungu atatusaidia tufike hiyo level ya kuzuia kwa taifa yote. But tukizuia kwetu na nyumbani kwetu na Chogoria, tutakuwa tumefanya Mungu ibada mzuri. Tuisuie kifo. So plague ikaanza kuwa watu. What was the answer? An altar. Daudi analia until prophet what? Isn't Gad or Nathan? Akamwambia ngo anlea an altar there at the threshing floor of Arauna or Onan, the same person. Alipoenda huyo mjamaa akamwambia nitakupatia free, chukua uwanja na chukua ng'ombe na miti, toe sadaka. Akamwambia bwana, siwezi kuchukua chako, ni kutumikia Mungu. I must buy full price. Na ntembageni au timbageni full price, because I will not offer to the Lord burnt offerings of which cost me nothing. What are you serving God with? Nothing. Kitu ambacho akikugusi. You want to serve God when you are free. Hiyo saa ni mzuri yangu. Sina customers wengi.
Well, it's sensible, but let me tell you, hiyo saa ambayo unavalue, sorry to tell you church, I know ni ngumu. Hiyo saa ambayo unavalue, hiyo ndio Mungu anataka. Inaonyesha unamtrust. Inaonyesha unaamini ni yeye anakubariki. Si watu, ni yeye atakusaidia. Hiyo saa, hiyo. Nimwela Mungu kwa tangu kumudhua. Kangu mwenete, kani mwenete yake. Mkikutana na Mungu hapo, mambo yako itakuwa super, sawa. Utumako kumbetera nguku, ukinambira kanu na ikathoka, no abantungerera kuro angwitore. Anogo na mateguru angwithia. Na menya mbiganitwe omwe na ngoro nake. Utumu tutienete kumani value. Kile nakupatia ni kitu cha maana kwangu mimi. Si ati natupa. Is lovely. Bwana asifiwe. Is lovely. Now, today, let me go to specific people. And I asked a question about that when I came there. Makosa moja Daudi alifanya. Hakucheck wakati unahesabu watu. Unapaswa ufanye nini kwa Biblia? Hakucheck. Kumbe kuna sadaka ilipaswa itolewe watu ili mbangi yenge muntu yetaka mbangi. Mbanga kana mbangi. Mbanga this plague. There was a sacrifice that was written in the book of Exodus chapter what? I gave you. I can't remember of it. It was Exodus what? You should have offered a sacrifice. Chapter 30 verse 12 to 16. Wakati anahesabu watu ili kusiwe na plague. Daudi hakufanya hivyo. Hakufanya hivyo. Na niuliza swali. I asked myself. Last year we had the census. Is it last year or last year but one? 19. Census. I asked, could this census be part of the cause of the problem we are going through as a nation? Na nisema nikipata nafasi a hearing with the president, I will read for him that passage. The nation of Kenya should hand over a sacrifice for everybody. I'm not saying kuchinja mbuzi. It can be financial, but something good for the cause of Christ before the census was carried. Labda hii corona ingefika kwetu, tungekuwa tunaambiwa vile corona ziko everywhere, lakini mtu akifika kwetu corona inaisha au inatoroka. Maybe that could have. I just got a question last on that Sunday but one. So today I want to go to two people who are in problems in their lives because they ignored this principle which we are sharing about others. One of them is Isaac in the book of Genesis 26. If you can do for them, Ngoge or Ombolo. Ngoge. Genesis 26. Kuna kitu nataka muone which you can apply to your life if you want. And there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech, king of these signs, and to Gerar. And the Lord appeared unto him and said, Go not down to Egypt, dwell in this land, and I shall tell you of. So dwell in this land, and I will be with you. I will bless you. For unto you and unto your seed will I give all these countries, and I will perform the oath which I swore unto Abraham. I will make your seed to multiply as the stars of heaven, and give unto your seed all these countries, and in your seed shall all the nations of the earth be blessed. Because Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Something happened to Isaac. There was a problem. So every time you encounter a problem, it's an opportunity to seek God. You are being given a chance to hear God speaking to you. Ukiona shinda inakukaribia, usiogope. Hiyo ni nafasi yako ya kusikia kutoka kwa nani?
kwa Mungu. So hiyo family ilikuwa hapo. The Lord appeared to Isaac and he told him a lot of good things. But then Isaac missed something. Now if you go to Genesis 12, when God appeared to Abraham, that one you can come later, chapter 12. Now the Lord, verse 1, the Lord said unto Abraham, get thee out of your country, from your kindred, from your father's house, and to a land that I will show you. I will make of you a great nation. I will bless thee, make your name great, and you shall be a blessing. I will bless them that bless thee. I will curse them that curse thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. So Abraham departed as the Lord had commanded. Now I want you to notice verses what? Verses 7. And the Lord appeared unto Abraham and said, and to your seed will I give this land. And there he built an altar unto the Lord who appeared unto him. When the father of Isaac, Abraham, and an experience with God, he built an altar. And the reason he built an altar is because the Lord and appeared to him. So he built an altar unto him so that they contact each other. A place of fellowship, a place of communion with him. He built an altar. The altar speaks about sacrifice. Anatoa sadaka hapo, kwa sababu Mungu amejitokeleza kwake. Now Isaac, when the Lord appeared to him and spoke all those good things, he never did that. He never did. You know, scriptures are written for learning. Kile kimeandikwa na yale makosa watu walifanya kwa Biblia yameandikwa ili tujifunze sisi. Usirudie ile makosa huyo alifanya. Ndiposa mimi nahubiri na maisha yangu. Nakwambia nilikosea hapa, usifuate hiyo njia. Enda hii, utaenda mbali kuliko mimi. Unajifunza na wengine. Ukiona mtu ametembea ameingia kwa shimo, usifuate hiyo njia. Isaac never realized that every time God appeared to Abraham, he built an altar. So when the Lord appeared to him, tell him, don't go to Egypt, stay in this land, I will bless you, I will make your seed as the stars of heaven, blah, 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 blah. Very wonderful ones. Isaac never built an altar. I'll begin after I'm through with this. There's something I'll talk about sacrifice. Nikimaliza hiyo, nitazungumza how to build an altar unto the Lord. I'll talk about that. I'll talk to us all. So he never did it. So what happened? Isaac and his struggles in life. We can identify with Isaac because our life, we identify our lives with his struggles. That's why these diviners, they are succeeding. Because nikisema kuna mtu anaumwa na kichwa hapa, hakuwezi kukosekana. Nikisema jana ulikutana na mtu amevaa nguo nyekundu au nyeusi, what is which is red and whatever it is. You can't have failed to meet someone with a black. Nikisema kuna mtu hapa alikula ugali usiku, kweli hapa unaweza kukosekana mtu alimenya ugali. Watu wana shida nyingi, the diviners take advantage. Na wale wanaingia kwa gifts of the spirit. Mungu atusaidie turudi ile tulifanya 2019. Ukipewa gifts ya word of knowledge, don't do guesswork. Don't do guesswork. Usijaribu kuingia kwa udanganyifu. So Isaac and struggles in his life. So we can identify with Isaac. The first struggle ilikuwa nini? Is anything. Anything of the Philistines, verse 14 of Genesis 26. Why anything? 12 to 13, the blessings coming upon him. The Lord blessed him. When he sowed in that land, he reaped 100-fold. He increased. He became great. He went forward. And the man became very great.
the Philistines any day. Vita nyingi unapigana nazo is because you have not understood the importance of altars. Na altars touch vows, pledges. Hizi mna pledge huku. Sikia kuna watu wana pledge na hawatalipa na wanjali. Tithes, offerings, swearing promises. Hizo zote zinashikanana mana na madhabahu. There's a bishop I was told, niambia mtu about him, sio kama ni Nairobi au Nakuru. Akaniambia huyo usimlete karibu na mimi. He found people struggling to raise some money for a problem. Sikumbuki problem ilikuwa nini. He's an old friend of mine. Akawaambia don't bother, nimetoka USA. Hiyo nitalipa yo. Nina pesa. Msijisumbue. Hakuna haja ya kustruggle. Mnataka pesa lini? Akapewa date. The Pharaoh disappeared. Alizuia watu kutoa na akatoroka. That brother was bitter. Don't bring that man near me. Nasema utawania watu, vani. Sema una pledge utatoa pesa. Andika 200. Andika 500. Na unajua utatoa na utaki kutoa. Inagusana yote maagano. Please understand. Madhabahu. Hizo madhabahu zote. So Isaac, because of the blessings, the Philistines ended shida zake zikaanza. His father's wells was stopped. The wells which Abraham and that they were stopped by the Philistines. Verse 15. There was a strife over the work of his hands, or the wells. Anachimba kisima. Philistines say, this is ours. They strive with it. It's very interesting. That's a life of struggles. Unafanya kazi, mwingine anachukua. Unafanya kitu kizuri, mwingine anapewa mamlaka, anapewa utukufu. Wewe uonekani? Struggles. Nakumbuka he built an altar. They strove with it. He called it Stina. Then there was a sec. So, in verse 24, Isaac learned the lesson. And until you are learning lessons in life, you're not growing spiritually. Makosa ambayo inakuja kwa maisha yako ukikosea, you're supposed to learn a lesson. Usipolani lesson, my brother, unajisibia shimo lako. Hiyo ugonjwa ulikuwa umeshikwa nao, it was a lesson which you not forget. Uiandike in rent. Oh, the Lord delivered you. Tunasoma story ya Zedekiah, the one who was sick. It's written. Hiyo deliverance Mungu alikufanyia. Hapo Mungu alikutoa. It's a lesson to learn. Isaac learned a lesson. He went back to check what his father used to do. He saw every time his father appeared, he built an altar and offered a sacrifice to the Lord. So, verse 24 to 25. Very interesting, church. 24 to 25. Sina mine here. Kina 26 verse 24 to 25. It says this. The Lord appeared unto him the same night. He appeared to who? To Isaac. Now he has appeared again. Saying, I am the God of Abraham, thy father, fear not. I am with you. And will bless thee, multiply your seed, for my servant Abraham's sake. And verse 25. And he built an altar there, and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there. And there Isaac's servants
dig the well. You know, struggles over the work of your hands. Struggles. Unafanya, inaribiwa. Unafanya. Could it be we have not learned a lesson? Isaac learned a lesson. So when the Lord appeared to him now, the moment the Lord was through, he built an altar, offered sacrifices, and called upon the name of the Lord. He learned the lesson. We don't learn. We are a generation which is supposed to learn, and we are not learning. Hatujifunzi. So our lives, instead of it going up once, maisha yetu inateremka kiroho. Very sad. So from there, if you read verse 25, he built an altar. I've said about that. Then there was a change. King Abimelech, who had driven him away, came back to make peace with him. If you read verse 26, chapter 1. Ule King Abimelech amwambia ondoka kwetu, you are too great for us. We don't want you. Alikuja akasema let's make peace. We have seen the Lord is with you. A change. My friend, the issue of sacrifice and altars, they bring change in people's lives. Unacheza wewe. Whatever is spoken here does not reach everybody. It depends on what hii kazi imekungharimu nini. Unajua hii ni mtu ananunua hii peke yake singo wanja. Na hataki kujulikana. Hii ni mtu mmoja ananunua na hataki kujulikana. Hataki. Nimwambia kwanza Bishop niombee privately. Sawa. Hii madhabahu imekugharimu nini? Hii kanisa kuendelea imekugharimu nini? Au wewe kazi yako ni kuharibu? Tangu ukuje washirika wanaongezeka au unaisha? Unaleta watu au unafukuza? Unasaidia watu wengine kuendelea mbele, kushikamana kama waaminifu believers wakipendana, au unawatanganya? Unatanganyika au tanganyika? Unatanganyika? Tenga. Ndiwe ni kani fellowship. Are you happy ukiona mtu anaendelea vizuri kiroho? Au unamchukua unampatia maneno mengine inamkwasa anaenda chini? What is your contribution to this work? The altar will speak for you. One time Baron told me, you can't help everybody. I was shocked. You're struggling with what? Not everyone will listen to you. Don't be surprised when you tell someone something and akatae. I relaxed. Hata ukikataa nakwambia, I don't fail to sleep. I don't fail to sleep because itakufa. Kuna wakati nilikuwa na office for several hours, nikienda nyumbani I'm depressed. Sasa kuongea na mtu. Wewe unasema hii shida itaenda namna gani? Hii itaenda namna hii sasa itaenda. Tunafanya nini hapa? Naambia mtu hafanyi. Nakaa for 2 years anarudi kwangu. You can't help everybody. You can't. I thought I was to help everybody. Hata crusade. Kila mtu lazima apone. Don't me no. Kwa sababu si kila mtu atakusikia. Kwa sababu sikuchukui inashinda na wewe ukikataa vile nakwambia. Siku anakuambia nifaidike. It was for yours. So why should I be anointed? Bwana asifiwe. Hallelujah. We need to learn from our lives. There was a change. Hallelujah. There was a change. Ule mfalme alikuwa amemfukuza akakuja kumtafuta. There will be a change in your life. Wale watu wamepigana na wewe watakuja kukusaidia. But you must learn your lesson. Now another person whom we can take as an example for our sake is Moses. He failed on the issues of altars. I've shared this one severally. Exodus chapter 4. I'll do that one because of time.
Moses and struggle with God. I talked about it in our covenant of safety. Because if they touched on safety, Moses could have died there. So I shared about it. So, when Moses has agreed to go to Egypt, Mungu mwenyewe anamtokeleza kumuua. Mungu, si shetani. Naambia God, I don't understand. Unapaswa hivi Musa kwenda Misri, alafu kwa sababu anaenda, unachukua kisu unataka kumkata kichwa. Hata wewe Mungu. Kwani uko namna gani? Until my eyes were opened. Kumbe ni issue ya madhabahu, issue ya altars, issue ya agano. Agano Mungu alifanya na Abrahamu. Akamwambia kwa hii agano kazi yako ni kutahiri vijana every day. Musa kwa sababu alikuwa injingeni akufanya tumboistu wake hivyo. Na anaenda kuwatoa kutoka nchi ya Misri kulingana na hiyo agano. It can't work. And I tell you, ikiwa unaingia kwa mambo ya utumishi wa kazi ya Mungu, kufanyia Mungu kazi, mambo ya agano usicheze nayo. Usicheze na mambo ya agano. Ikiwa unataka kutumikia Mungu, rekebisha. Ndoa ni agano, rekebisha mambo ya ndoa. Uingie kwa agano vizuri kwa hiyo covenant. Urekebisha ile makosa ulifanya. Ikiwa unataka kuingia kutumikia Mungu. Most men of God are dying because of failing to put things right on issues of covenant. So now, the issue here, shida ya Musa ni nini? Besides failing to keep the covenant of circumcision, there was another problem. When the Lord appeared to Moses, Exodus chapter 3, in a burning bush, he told him, "I'm the God of your father Abraham, Isaac and Jacob." When he realized God has revealed himself to him and he is sending him, the first thing should have been what? An altar and a sacrifice. Revelation. Hiyo inamaanisha ni wakati Mungu anatupeleka level mpya. If you are given a new assignment, give a sacrifice. Ukiletwa kwa praise team hapa kuimba, for example, you are given a department, you are given some work to do, a sacrifice. Umepelekwa mbele. Usipofanya hivyo utapata shinda kama Isaka. Kila mtu atapigana na wewe. Things will arise to pull you down. You are identified as a pastor. I wish I did this 2001. No, 2000, the year 2000. When I was first of all ordained as a pastor, anointed with oil. Singekuwa na hii mashinda nimepata kwa maisha. Sikujua. Lakini haijalishi kwa sababu unjui uwezi kubarikiwa kwa sababu wewe uko unajua, haiwezekani. Mungu akwambia Musa, wewe fanya 1 2 3 before you go to Egypt, wewe tahiri vijana wako, mambo ya agano, toa nini. God never spoke to him. He should have known. Kuna mambo ambayo unapaswa wewe umejua. Mungu atakwambia tena. Hiyo ndio inafanya naogopa. What you are supposed to know and you don't know, hiyo ndio kitu itakuua. Hiyo ndio shida yetu. What you are supposed to know as per time is what will be the source of your problems. Lord, when did you tell Moses about? He never spoke to him about circumcision. He never spoke to him about offering, making an altar. He never. Instead, when Moses took some steps towards Egypt, he took a panga. He wanted to chop off his head. Ni Sipora bibi yake aliona hapa kuna mambo, akachukua njiwa hapo na panga au kisu, akatahiri two boys, akachukua hiyo ngazi akatupia Musa, akamwambia you are blind husband because of circumcision. Wewe unataka kuniletea damu wewe mzee, au kufanya vile mnapaswa kufanya. Wakati alitahiri boys, Mungu akachana na Musa. Mungu ni Mungu wa kuogopwa. Angekufa hapo tungesema shetani ameua mtu wa Mungu. Most people, they are killed by God. Say God forbid. Thank you. Mama mangena waringai.
Kongero na kime kero ga mwathani akura koma kula muntu angai ti koma odona kabandiro gutina thina anyway ntimu excuse but when it is a issue of God, hiyo inapaswa ituweke fear, kutetemeka, tujue ni nani tuna deal naye. So the issue is the same, church. It's the same. He should have built an altar after the appearance of God to him. After that new revelation, should have built an altar. Build an altar. Mepewa assignment in the church, you have been identified. Usichukue kwa urahisi hiyo. Unaitwa pastor. Usichukue urahisi. Unakuja kwa ibada bila kuomba na wewe pastor. And you have been singled out. Kwani kila mtu ni pastor? Kila mtu ni coordinator? Kila mtu ni leader? You are singled out. Wewe unakuja unachelewa. Tena uombi. Tena haufungi. Ni madharau, unafanyia Mungu madharau. Now Jacob learned the lesson from his father. I love those people who learn lessons. Don't forget any encounter you have had with God, which is how Jacob learned this. So when Isaac sent him to look for a wife, kwa Laban, akaenda kwa kamsitu akalala. Unakumbuka historia? Genesis 28 from verse 14. Esau alanda kienda mbinguni, alipoamuka akasema no. Kabla ya kuamuka akaona Mungu uko juu ya randa, akamuongelesha akaongea na yeye another once. He told him, the God of your father Abraham, the God of your father Isaac, the land upon which you sit will I give to you. Akaanza kumwambia mambo mengi matamu. Jacob alipoamuka madhabahu, alichukua njema, hii njiwe itakuwa a pillar in the house of God. House of God, church. House of God. House of God, kanisa. And all that you give me, I'll give a tithe or a 10 of it. Agano tena madhabahu, na akamwagia mafuta. Ukienda Genesis 35, wakati alimaliza masiku yake kwa Laban, Mungu alimwambia go back to Bethel, the place of the vow, where you made a vow to me. Akarudi hapo, the same spot. He offered sacrifices and anointed again to ratify, how to establish the vow he made to God, that you make sure you keep that covenant. Na alirudi na mali mengi. He came back very rich. Now Jacob learned from his father. But you don't learn anything. You don't learn anything. You don't learn from bishop, yale makosa amefanya. You don't learn from reverend, yale makosa amefanya, usifanye hiyo. You don't learn. Hallelujah. So that I have shared that so that you can apply it to your life. I have not done proper application. Hiyo you can apply it to any area of your life where there is a progress, a way forward. Umenunua ng'ombe ambayo ungeavoid, hiyo ng'ombe tolea sadaka hiyo ng'ombe. Umepewa mtoto, tolea huyo mtoto sadaka. Umeolewa, toa sadaka kwa hiyo, kwa sababu hiyo kitu Mungu amekusukuma mbele. Umepata gari, sadaka. Kuna mtu alikanyanga bibi yake na gari akiwa amenunua. Kuna mwingine alianguka na gari akakufa akitoa Mombasa. Toa any progress, any way forward demands you to go back to the altar, church. You have an altar established already, which you have chosen and agreed. It is your point of contact with heaven. It's not the only altar. You can have an altar in your house. Mesikimadhi are way ahead of us. Hata mimi sijafanya vile Angelisa amefanya.
unakuwa na kasanduku. God bless you. Kuna siku nilikuwa na short ya pesa, nikamwambia Angres, wapi kasanduku yangu, kwani nitaleta lini? Bwana asifiwe. Akaleta, nikatafuta Mungu nikakosa. Nikamwambia wanko, vunja hii kitu. Akakuja akamwambia mwanga pale kwa madhabahu. If you know how much money I collected from there. Every time they worship, they over know. Please establish this in my house. Ukiningoja nifanye. Tasahau. Wakati wanaabudu, they give an offering. Hata nilikuta tithe huko ya mtu mmoja. Moja ilikuwa na jina, hiyo nyingine ilikuwa na jina. Na baasa huko. Sile pesa na nilikuwa na a crisis matter I wanted to sort out. Nikamwambia Angel, where is my box? Akapiga simu ikaletwa haraka. Hiyo ni madhabahu. Lakini imeunganishwa na nini? Na hii. Imeunganishwa. And I'm telling you, watch and see how that family will go. With your own eyes, utaona. Utaona haki, I'm telling you. Utaona what will happen. They have discovered a secret which very many of us don't understand. The secret of the altars. So you can have many altars. You can have many altars. Myself, every time I moved to another station, I would locate a place to pray. Bush. Wakati nikuja Sogoria, niteremka Kirumwe beyond hiyo Ntalanja, nikateremka huko. Nikalocate a place. I locate somewhere. In your own compound, locate a place where you can sit with God. Bila kusumbuliwa na mtu. Bwana asifiwe. Tutaongea kuhusu mbele na nota later. But for now, let me close here. Sorry.